Watanzania wanaambiana toka tiki rudi nyumbani. Wananchi kutokea mikoa mbalimbali wanaonesha nia thabiti ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 na kulinda amani ya taifa. Kauli zao zinasisitiza kwamba uchaguzi si vita bali ni zoezi la kikatiba linalopaswa kutekelezwa kwa utulivu. Bwana Emmanuel Peter ni bodaboda kutokea Bagamoyo, alifanya ujumbe kiurahisi: kura yako silaha ya amani. Oktoba 29, 2025 ni siku ya kura, amani na umoja wa taifa. Daudi Moyo ni mkazi wa Bagamoyo, amethibitisha ni vyema kwenda kupiga kura na mimi nitaenda kupiga kura, kisha nitarejea nyumbani kuendelea na majukumu yangu ya kila siku. Kauli hii inaamarisha maisha ya kawaida, hawapaswi kukatazwa na uchaguzi. Mwanahidi Stanene, mkazi wa Kibaha, ameonyesha nia yake: nitaamka asubuhi mapema kwenda kupiga kura na wasii wa Tanzania kujitokeza kwa wingi, naamini uchaguzi huu ni wa amani, haki na Emiliana Danford ni mkazi wa Kibaha, naye anatarajia kutumia haki yake kumchagua kiongozi amtakaye na yeye na familia yake, huku anatarajiwa utulivu utaendelea kutawala. Kura ni wajibu, utulivu ni lazima. Wito wa kurejea nyumbani baada ya kupiga kura ni lengo la wazi kuacha tume ya taifa ifanye kazi yake kama kufuatia utaratibu huu, kulinda kila mpiga kura, kuzuia mkusanyiko usiokuwa na lazima ambao inaweza kutumia kwa kichocheo cha kuvuruga amani. Kama alivyosema baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kura ni silaha ya msingi kila Mtanzania kuamua mustakabali wa taifa lake. Oktoba 29 tuoneshe kwa kamavu, toka tiki rudi nyumbani, linda kura yako, linda amani yako ya nchi yako. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.